Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Matumaini yangu ni kwamba uko mwili wa afya na uko kabisa chonjo kwa ajili ya kuendelea kutusikiliza na kututazama. Nikukumbushe kwamba hii ni Fizi News 24 ambayo inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huu ni muda wa taarifa ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kuambatana nami mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Na habari zetu zitaanzia na uko Itombwe ambako baraza la vijana ndani ya sekta Itombwe tarafani Mwenga limelaani vikali shambulio la ndege zisizo na rubani lililoendeshwa na waasi wa Twirwaneho tifu kwa AFC M23 asubuhi ya Jumapili ya tarehe 19 Aprili 2026 na kupelekea raia wa kijiji cha Pwenzero kuwa na wasiwasi mkubwa ambao walikuwa wakisubiri kuwasili kwa mkuu mpya wa sekta Itombwe Bwana Papi Batangochi Lobonga. Akiwa kwenye maiki ya TV yako Bwana Mfariji Lewis, kiongozi wa vijana sekta Itombwe, ameanza hapa kuonyesha namna raia wa eneo hilo walikuwa wakisubiri kwa mkubwa mkuu mpya wa sekta Itombwe. Tumekwenda kupokea kushimikwa kwa chef de secteur wa mpya pale Uvira tariki 17 mwezi wa 4 huu mwaka 2026. Sherehe ambazo zilikuwa zinasubiriwa na walio wengi wa mama, watoto, wadada na wakaka zitafanyika kunako jengo la makao makuu ya sekta pale Kipupu, lakini kulingana na ombi ama shurti za wakuu viongozi wa jimbo walikwenda kusema kwamba ni kulingana na hali ya usalama ndiyo imetuma sherehe hizo za kwenda kufanyika hapo Uvira. Na baadaye tukasema kwamba kulingana hizo hali la usalama ni kweli, na baada sasa kisha yeye kutawaziwa na kupewa madaraka, tunamsubiria sisi kama vijana, raia wote wa Itombwe wanamsubiria chef de secteur wa mpya, kijana wetu Maître Papi Batangochi Lobonga kuja kuanza kazi rasmi katika ofisa yake hapa Kipupu na kupeana madaraka na mwenzie ambaye ni ndugu Elewano Shimwendulwa Zidane ambaye alikuwa akiongoza sekta hii. Tukumbushe kwamba Shimwendulwa Zidane amepewa uongozi wa sekta ya Itombwe ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2023, na kulingana na matatizo aliyokumbana naye kabisa, kwani kupewa madaraka hayo amekutana na vipingamizi vikubwa sana katika sekta ya Itombwe, huku barua vingi sana vya kumshutumu, wengine kumkataa, na hiyo ilituma kabisa Shimwendulwa Zidane asitumike na hali kabisa ya uhuru. Na inapofika sasa mwezi wa 3 hapa ndiko tena kumeteuliwa kiongozi mwingine, ni huyu ambaye alikwenda kutawaziwa na kupewa hiyo madaraka hapo Uvira. Lakini sasa wakati raia ilikuwa ikitegemea chef de secteur kujua namna gani atawasili katika makao makuu ya sekta pale Kipupu, kupitia tu njia yoyote ile anaweza kapenyeze ili afike kunako maeneo, kwani ni mtoto ambaye anajua hali na madhaifu na magumu ya eneo. Upande mwingine ameonyesha hapa namna drones zilivyoshambulia eneo la Pwenzero na kupelekea wakaji wa eneo hilo kubaki bila kuendesha shughuli yoyote. Asubuhi ya leo tariki 19 kumeripotiwa mkasa kabisa ambao umekwenda kutumiza mioyo ya drone kutoka upande wa waasi au M23 Red Tabara ambao wamekwenda kufanya alliance nao wa Twirwaneho MRDP. Wamekwenda kushambulia vijiji ya Pwenzero. Tusema kama kijiji cha Pwenzero ni kijiji ambacho kimekuwa na watu wengi ambao walitoka maeneo za Mikenge na vitongoji vyake. Tukitaja Mikenge ya kwanza, ya pili, Blalo mbili, Ngezi, Tuetue, Kilulwe, na hao wote walikuwa maeneo za hapo za Pwenzero, Bikiaka na kando. Wakati MRDP Twirwaneho iliwasili hapo, watu hao walishukia eneo za Mtambala, Kanguli na Kiele, Abala Abala D, na wakati jeshi ya taifa na wazalendo walikuwa kuwatimua tena hao wa Twirwaneho ambao walikuwa pale MRDP, M23 FC na Red Tabara, na raia tena wakaanza rudia tangu mwanzo wa mwezi wa 3 na mwezi wa 2, na hiyo kabisa raia walikuwa washaanza rudia na wakaendelesha mpaka kisi waligomboa kijiji cha Mikenge.
lakini sasa wamekwenda kupigwa na drone, na hiyo mtangazaji imekwenda kutushangaza sana. Wakati hali ya kivita inaendelea kugeuza sura, wanaacha watu ambao wanashikilia silaha wanapambana nao na kuanza kushambulia vijiji vya raia. Imetutia hofu sana na inaleta mshangao sana, na hiyo yote inapatikana mtangazaji, hakuna media, hakuna video, hakuna declaration, ni mbunge ni nani, hakuna wa kusema, jambo ambalo limekwenda kutupatia hofu sana na boga. Tumeshindwa kujua kama sisi sekta Itombwe sasa tulikulaka nini, tulikulaka kia nani, tuko na deni ya nani. Na hii shambulizi ya drone imekwenda kufuatwa na shambulizi zingine zilipitika Mikenge usiku wa tariki 8 kuamkia tariki 9, tena raia wamekwenda kusambaratishwa hapo, maafa yakatokea na mpaka hivi majeraha yangali ndani ya hospital pale Fizi, kwani hakuna kituo cha afya ambacho kinatumika kwa leo ndani ya sekta ya Itombwe. Vyote vimekwenda kushambuliwa na kubomolewa na kutwalwa kila kitu na hawa MRDP Twirwaneho, wakati wamekuwa wamedhibiti hiyo eneo ya Mikenge na kando kando mwake. Na mpaka sasa taarifa tunazo za matokeo ni kwamba watu 5 tayari wamekwenda kuogotwa maiti, na watu zaidi ya 8 ndio wamekuwa na majeraha, na hapo wamesafirishwa hapo Fizi ili kuangalia namna gani ya kupewa matunzo. Mwishowe ameomba kwa serikali ya Kinshasa na jamii ya kimataifa kuingilia kati swala hilo. Sekta Itombwe, kituo cha afya cha pale Mikenge ambacho kilikuwa kikifanya huduma zake pale Tuetue hakijaanza kazi. Kituo cha afya kilikuwa pale Point Zero cha Aleba nacho akianza fasi, na vituo vingine vyote pale vimekwenda kushambuliwa na hao waasi, havijaanza fasi, na hivyo ni magumu sana kwa raia, na hasa hiki kipindi cha kushambuliwa na drone. Na ndio maana tunakwenda kulaani vikali sana, tunalaani vikali sana vitendo vyote vya ukiukaji wa haki ya binadamu na anza kushambulia raia na drone. Ni jambo ambalo hatutalifumbia macho, huku tukiomba serikali yetu ya jimbo, serikali yetu ya huko Kinshasa yaangalie namna gani naweza ikafanya mbinu zote za kufungia anga ili raia wawe na usalama. Na mambo ambayo yanapatikana katika milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, hususan ndani ya sekta Itombwe, imekwenda kututia hofu sana, kwani hakuna mawasiliano, hakuna vyombo vya kutembea barabarani, hakuna kitu, hakuna mwendasema, vitu vinapita tu. Ni kama vile maeneo ambako imekuwa nchi zingine ama eneo zingine ambazo hazipatikani ndani ya Kongo. Na huku tukionyesha pia Umoja wa Mataifa kwamba au wa MRDP Twirwaneho ambao wanataka kufanya alliance na M23 na AFC wanaendelea kugeuka mikataba ya usalama ama maseselefe, na huku ushambulizaji wa raia na drone. Na hiyo ni jambo ambacho kabisa tunakwenda kuonesha Umoja wa Mataifa kujua kama masakre ambazo zinaendelea kufanyika ni sawasawa na zile ambazo tulikwenda kuorozesha tena mnamo mwaka wa 1996. Mnaona sisi tena kulikuwa maafa mengi sana, na ndio haya ambayo yanaendelea kupita derrière le rideau. Hakuna kitu, hakuna radio, hakuna media, hakuna television. Ni jambo ambalo limetukera sana. Huko Fizi ni kwamba shirika la raia Force Vive tarafani Fizi limeomba kwa serikali ya DRC pamoja na waasi wa AFC M23 kuheshimu hatua ya usitishwaji mapigano, hivyo ni kisha waasi hao kushambulia kijiji cha Point Zero na kusababisha maafa ya watu na vitu. Bwana Jacques Alimasi ni mwenyekiti wa shirika hilo la raia tarafani Fizi, amesema kuwa licha serikali na waasi kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano, ila katika vijiji kadhaa vya tarafa Fizi na Mwenga bado mapambano yanaendelea. Hiyo ndugu mtangazaji, tumependa kulalama kufatana na hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota katika milima ya juu ya tarafa la Fizi hata na Mwenga. Hii leo wanamgambo wa M23 ambao wanashikiliana na Twirwaneho wamekwenda kuvamia vijiji vya Bikiaka hata na vijiji vya Point Zero na Bilende, ambapo kumeripotiwa maafa makubwa, wa raia wameuliwa vikali na vitu vingi vimeharibika, manyumba kubomolewa na zile drone ambao zimetumwa na wale wanamgambo wa AFC M23. Hali kama na hiyo inajitokeza wakati ambapo pande zote mbili kati ya wanamgambo wa M23 na Twirwaneho na wale wa government yetu ya Kongo inaendelea kusaini mikataba fulani huko Doha, Amerika. Hata hivyo juzi hapa tumekwenda kusikia kumekuwa hiyo ambayo tunaita communique conjoint ya pande zote mbili, ambazo imeonesha kwamba kunaweza kuwa mojawapo namna moja wala nyingine ya kupata usalama katika
province ya Sud Kivu, hata hivyo katika tarafa la Fizi. Mecha ajabu ni kwamba wanamgambo wa AFC M23 Tuganeo wamekwenda kuvamia vijiji hivyo wakati ambapo kuna mikataba fulani. Ndio kama tunaomba kwa pande zote mbili kuheshimu mikataba ambayo inaendelea kusainiwa na kuheshimu haki ya kibinadamu, kwa sababu ni raia ambao wanaendelea kuteseka, ni raia ambao wanaendelea kufa, ni raia ambao wanaendelea kupoteza vitu vyao. Hivyo tunaomba kwa wapartenaire wa gouvernement congolais, en particulier MONUSCO, kufanya jitihada yote ile ili kuboresha amani na kufanya iwezekanavyo ile ambayo tunaita commission wala mekanisme ya verification ya cessez-le-feu iwe instituée, parce que tunajua kama ni manda ambayo MONUSCO ilipewa kwa kufanya surveillance ya cessez-le-feu. Mekanisme ya cessez-le-feu kukuwa instituée kwa wakati kama na huu ni mojawapo ya njia ambazo zinaweza zikatuma vita visitishwe katika province ya Sud Kivu na Nord Kivu, kwa upekee katika tarafa la Fizi. Huko Baraka ni kwamba shirika la kuwasimamia wachuuzi wadogo na wale wakati Kopemeko kwa ufupi natarajia kuanzisha tena kazi zake mjini Baraka baada ya kuwasilisha dokumenti zilizohitajika kwenye serikali ya jimbo ambayo ilisimamisha kazi za shirika hilo kwa kile ilisema shirika la Kopemeko alijulikana jimboni Kivu Kusini. Akiwa mbele ya vipaza sauti vya Radio Kivu, Bwana Wilonja Nondo Mambafar, coordinator wa shirika la Kopemeko mjini Baraka, ameonyesha harakati ambazo tayari wamezifanya, akisema kuwa na matumaini kwa vile wao kama shirika wana uhuru wa kuendesha kazi zao kote nchini. Kopemeko iko parmi ya ma confederation bale ba partenaire direct ya l'État congolais. So nombre de 5 biko batano, kuko FENAPEC, kuko ANEP, kuko AMACO, kuko Kopemeko na FEC. Bale ndio ba partenaire privilégié ya l'État congolais. Sasa ni muda wa kutosha Kopemeko ilifika huku kwetu Fizi depuis 2023. Wakati ilifika hapa mvile ya Baraka na waza tuliandikaka officiellement barua ya kusema tunata installer Kopemeko yetu hapa mvile ya Baraka. Na waza wakati tuliandikia mea na yeye akajibia akatupatia ile fursa ya kuinstaller, tukafanya installation yetu officielle. Tulishangalaka kupata tulipata ile barua ya vice gouverneur kupitia ma réseaux sociaux kusema anasirsoire ile barua yenye maire de ville alituandikia sisi kwa kufanya makazi zetu, na nawaza watu walijiunga kwa wingi sana, na watu wenye wanajua wale wa leader wanasimamia Kopemeko walikuja kwa wingi. Kwa ile muda wakati ulionaka ile barua ku réseaux sociaux tulikuwa obligé tuende tufanye recours, kaandika barua zetu presque 3, tukaandika barua ya kwanza ya information mu niveau ya province kwa sababu gouvernement provincial sema kaseme ai reconnaître Kopemeko mu province ya Sud Kivu. Sisi tuko regina stati na tuko na personnalité juridique. Ni kusema kitu ishakuwa na personnalité juridique iko libre kuevre mwetandi yote ya republique kwena enewe napenda. Ya pili tukaandika barua ya kunegocier vice gouverneur angalie venye anaweza lever suspension ya ile barua aliandikiaka maire de la ville. Ya tatu bakalomba asema basi kama kweli mnasema mliexiste mu Sud Kivu mwa miaka tangeli ukia mu 2002 muoneshe ma correspondance fulani zinaonesha nyinyi mlikuwa naongea na gouvernement provincial. Tukaandika lettre ya transmission ile madokima yote ma correspondance zote na ama invitation zote tulikuwa natumika nayo niveau ya gouvernement provincial. Sisi tuko na matumaini. Kwa nini? Kitu shirika ishakuwa na personnalité juridique ni kusema iko libre kuevre kote kwenye napenda. Aiza Wilonja Nondo Mambafar amewataka wanamemba wa Kopemeko kubaki watulivu kwa kuwa hakuna marumbano yoyote baina ya mashirika ya wafanyabiashara mjini Baraka. Napenda kuambia wasikilizaji kwanza wanamemba wakuwe pose. Sisi biro yetu tuko na ifungula iko wazi pale kwa sababu tunajua tuko regina stati yetu na reglement d'ordre intérieur. Feke nayo iko regina stati yao na reglement d'ordre intérieur na tuko na personnalité juridique na sisi tuko na personnalité juridique. Atujue kama tunaweza ingiliana namna gani. Sisi tunajereni wachuruzi wadogo donc bale ba micro petite moyenne entreprise na ndo 80% nyeko kwetu Fizi. Wanamemba wakuwe pose. Adhesion au affiliation haikuwa obligatoire. Kila mtu anakuwa libre kujiafilie kwa ile corporation ya yenye anapenda. Kwa ile tano mimi natoka kusema pale. Ni kusema kwanza wakuwe pose.
basikuwe intimide kwa sababu adhesion haiko obligatoire. Teresie bote tunatumika juu ya wale watu. Objectif yetu ni kudefendre watu yetu na kumaximize recette ya eneo yetu. Tuna problema, tunajua bientôt kwa leo kesho tutapata kibarua yenye tatupatia haki yetu, kwa sababu sisi atuibe hapana na hatuwezi nyanyasa, lakini najua Mungu atasaidia tutapata kibarua kizuri. Na kwenye habari zingine ni kwamba akihutubia baraza la Umoja wa Mataifa, Zenon Mukonga Ngoi, mwakilishi wa kudumu wa DRC kwenye baraza hilo, amekosoa vikali itikadi ya mauaji ya kimbari inayochochewa na Rwanda, akisema kuwa haipatani na asili ya Wakongomani. Mengi zaidi namkaribisha Isaac Mulucha Shibe. Mvutano wa kidiplomasia unaendelea kuonekana kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Kila upande unashutumu mwenzake kwa kukiuka makubaliano yaliyoafikiwa katika mchakato wa amani unaoendelea, hasa mchakato wa Washington chini ya usimamizi wa Marekani unaowakilishwa na utawala wa Rais Donald Trump. Hali hii ilijitokeza Jumatano tarehe 15 Aprili huko New York, Marekani, wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliolenga kutathmini hali ya usalama kwenye ukanda wa Maziwa Makuu. Tofauti za misimamo bado ni kubwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wa Rwanda, huku Rwanda ikisisitiza tishio la kundi la waasi la FDLR. Kwa mujibu wa Balozi Zenon Mukonga Ngoi, mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa, itikadi ya mauaji ya kimbari ambayo Kigali inajaribu kuhamishia nchini Kongo haimo katika asili ya taifa hili ambalo lina makabila mengi yanayoishi kwa amani na mshikamano kama ndugu wa baba mmoja. Wakati mwakilishi wa Rwanda akirejelea mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini humo, anapoambia kuwa wahusika wa mauaji hayo wanapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kudhani kuwa anazungumzia Wakongomani, lakini hazungumzia Wakongomani, anazungumzia Wanyarwanda. FDLR wanaozungumziwa ni Wanyarwanda waliokimbia Rwanda na kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa sababu nchini Rwanda kuna makabila mawili yanayowindana. Nchini Rwanda ni vigumu kwa makabila hayo mawili kuishi pamoja, ili hali nchini DRC kuna zaidi ya makabila 450 yanayoishi pamoja kwa amani na maelewano kamili. Itikadi ya mauaji ya kimbari ambayo Rwanda inajaribu kuhamishia katika ardhi ya Kongo haiendani kabisa na asili ya Mkongomani wala hali halisi ya kijamii ya Kongo, amesema hivyo mwakilishi wa kudumu wa DRC kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa niaba ya serikali ya Kongo, Balozi Zenon Mukonga Ngoi alijikita katika kauli za Vincent Karega aliyewahi kufanya kazi hapa nchini DRC kabla ya kufukuzwa na baadaye kuhamishwa huko Algeria, akidai kuwa FDLR si tishio tena kwa Kigali. FDLR walitoka Rwanda. Wakati fulani balozi mashuhuri wa Rwanda aliyekuwa akihudumu Kinshasa aliwahi kusema kuwa FDLR si tishio tena kwa Rwanda. Kauli hiyo inapatikana hadharani mtandaoni. Hii ni hali ya mzunguko. Leo watasema FDLR, kesho watasema hotuba ya chuki, na kesho kutwa watakuja tena na hoja nyingine, alibainisha hivyo katika hotuba yake mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Aidha, kwenye uwanja wa vita huko Kisangani, Lieutenant General Chalingoza Jacques, kamanda msaidizi wa kamandi kuu ya jeshi la FARDC, alizindua Jumapili tarehe 29 Machi katika kambi ya Bauma operation ya kuwafuatilia waasi wa FDLR ambao bado wapo katika ardhi ya Kongo. Kwa hiari au kwa nguvu wanapaswa kutukabidhi silaha zao, hatuhitaji umwagaji wa damu, wanapaswa kujisalimisha ili warejee nchini mwao Rwanda, hapa si kwao, ni Kongo, alisema hivyo. Msikilizaji, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kushukuru ambao ulitutegea sikio mwanzo hadi mwisho na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.